Karibu mtazamaji na msikilizaji wa Ndugu Online TV. Karibu kwenye Back to History. Mimi naitwa Hustler Boy ama The Hustler Tanzania. Karibu tuangazie Libya ya Muammar Gaddafi. Mambo ambayo Gaddafi aliyasimamia na kuyatekeleza katika utawala wake wa miaka 42 nchini Libya. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na wanahabari Libya na wanahabari wa Zimbabwe zinasema kwamba nchini Libya palikuwa hakuna mtu aliyekuwa akilipia bili ya umeme. Umeme ulikuwa ukitolewa bure kwa raia wote wa nchi hiyo. Hakukuwa na riba katika mikopo. Benki zote zilikuwa zinamilikiwa na serikali. Mikopo ilitolewa bila riba ya kiasi chochote. Taarifa hizo zikafafanuliwa kuwa makazi ni haki ya kila mtu ama kila raia kwenye nchi ya Libya. Gaddafi aliwaahidi na kusisitiza kwamba wazazi wake hawatapata makazi hadi kila raia apate makazi nchini Libya. Baba wa Muammar Gaddafi alifariki akiwa hana makazi na mama yake akiwa anaishi katika hema. Wanandoa wote nchini Libya walipata dola 50,000 kutoka kwa serikali kwa ajili ya kununua makazi yao ili kuanzisha familia zao. Wakati huo huo, elimu na huduma za kiafya zilitolewa bure. Wakati Muammar Gaddafi anachukua nchi, asilimia ya watu waliosoma au kupata elimu ilikuwa ni 26%. Mpaka sasa hivi asilimia ipo 85% ya watu waliopata elimu ama kusoma katika nchi ya Libya. Kwa waliotaka kuwa wakulima walipewa ardhi bure, nyumba katika mashamba yao, vifaa, mbegu na mifugo kwa ajili ya kuanzisha safari yao. Iwapo kulikuwa na watu waliohitaji huduma za elimu ama huduma za afya wanazostahili, serikali iliwapatia pesa kwa ajili ya kwenda kuzipata huduma hizo nje ya nchi kama ingehitajika hivyo. Lakini pia hivi havikutolewa bure. Walitakiwa kuchangia. Walipata dola takriban 2,300 kwa ajili ya makazi na usafiri kila mwezi. Kwa waliotaka kununua magari, serikali ilikuwa ikilipia kwa 50%, na bei ya mafuta ama petroli ilikuwa ni sawa na bure kabisa. Na maanisha bei ya lita moja ilikuwa ni sawa na dola 0.4. Kwa waliomaliza vyuo, serikali iliwapatia posho sawa na maofisa mpaka watakapopata ajira yenye uhakika. Kila mwanamke ambaye alijifungua alipata posho ya takriban dola 5. Pia taarifa zinaeleza kuwa 25% ya Walibya wana shahada ya chuo. Na kama hivyo haitoshi, taarifa hizo zimeeleza kuwa Muammar Gaddafi alisimamia mradi mkubwa kabisa wa umwagiliaji uliopewa jina la Great Man-Made River, uliohakikisha kuwa maji yatakuwepo maeneo yote ya nchi yenye jangwa.
Wakati wa vikwazo vyake vya serikali mwaka 1980, Libya ilikuwa miongoni mwa nchi tajiri kabisa kwa msingi wa pato la ndani, ikiwa ni kiwango cha juu kabisa kuliko Japan. Ilikuwa ni tajiri kuliko nchi zote kabla ya vuguvugu za mapinduzi nchini Libya. Gaddafi alikuwa akitumia fedha nyingi katika safari zake na miradi yake, lakini Muammar Gaddafi alifanya mambo makubwa ambayo hakuna dikteta yoyote duniani aliwahi kuyafanya. Muammar Gaddafi alirejesha pato lake kwa wananchi wake, na huyo ndiyo Muammar Gaddafi, na hiyo ndiyo Libya yake. Asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe channel yetu ya Ndugu Online TV. Kwa wewe ambaye bado hujasubscribe, fanya kusubscribe kisha gusa alama ya kengele, utakuwa ukipata notification kwa kile ambacho tutakuwa tumekusogezea.